Mpendwa mtazamaji wangu katika kipindi chetu cha unabii wa siku za mwisho, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini mzima. Tuendelee na ile sehemu ya 15 ya kipindi chetu. Tuliona katika ile Mathayo 24 mstari wa 27. Ukisoma hapo anasema, kwa maana kama umeme utokavyo mashariki ukaonekana magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Anaendelea chini pale anasema, kwa maana popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Hapa tunaona Bwana Yesu anazidi kujibu maswali ya wanafunzi wake kwa habari ya ujio wake na mwisho wa dunia. Hapa sasa anawaeleza juu ya ujio wake baada ya kuonyesha katika somo lililopita tuliona anawaonya juu ya udanganyifu mkubwa ambao utakuwepo, juu ya manabii wa uongo na juu ya makristo wa uongo ambao watatokea. Lakini baadaye anasema muwe waangalifu sana kwa habari ya ujio wangu. Anasema kama ambavyo umeme unaonekana mashariki kisha ukaonekana magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Mwana wa Adamu. Tafsiri yake ni kwamba Yesu anaonyesha kwamba ujio wake utakuwa dhahiri. Ndio anasema kila jicho litamwona. Itakuwa si jambo la kificho, litakuwa si jambo la siri. Kila mmoja ataona na atajua kwamba Kristo Yesu amekuja, Mwana wa Adamu anakuja. Kwa hiyo itakuwa dhahiri, itakuwa si jambo la kificho. Kwa hiyo jambo lolote linalohusu kujificha juu ya ujio wa Yesu Kristo, mambo yoyote ya siri juu ya ujio wa Yesu Kristo yatakuwa si mambo ya kweli. Maana yake ni lazima itakuwa dhahiri. Ndivyo ambapo Yesu anawaambia haya mambo. Kwa hiyo hataonekana eneo fulani tu, maana yake hataonekana kote kwa wakati mmoja. Watu watajua kwamba Yesu Kristo amekuja. Lakini anaendelea anasema, kwa maana popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Maana yake mzoga mkubwa zaidi ni shetani mwenyewe, na tai maana yake ni watu wa Mungu, au tai mara nyingi imedhihirisha nguvu ya Mungu au watu wa Mungu. Kwa hiyo maana yake tai huyu ambaye ni Yesu Kristo au ni Mungu mwenyewe, nguvu zake zilivyo kama tai. Maana yake watakusanyika wapi? Maana yake ni Israeli, katika bonde la Megido, ambako mpinga Kristo na nabii wa uongo pamoja na majeshi yote ya dunia yatakusanyika ili kutaka kushindana na mfalme Yesu Kristo, mfalme wa falme. Na hapa ndipo ambapo mizoga yao na uharibifu mkubwa utakwenda kuwakuta. Mpinga Kristo atakamatwa na nabii wa uongo watakamatwa, kutupwa katika ziwa la moto wangali hai, na shetani naye atafungwa miaka 1000, na ndipo Yesu atakwenda kutawala katika kipindi cha miaka 1000, na baada ya hapo hukumu ya mwisho, na tutakwenda kuona hayo yatakayotokea kadri tunavyoendelea mbele. Sasa hapa Yesu Kristo anahusisha mambo haya ya ujio wake. Kwa hiyo anasema bado anaendelea kutoa angalizo juu ya hatari ya siku hizo. Maanake kuna udanganyifu na kuna mkanganyiko, kwa sababu kuna tofauti ya theolojia na Roho Mtakatifu. Theolojia ni elimu, ni ufundi wa wanadamu, ni taaluma ya wanadamu kutaka kumjua Mungu, lakini si elimu ambayo inatoka mbinguni. Elimu inayotoka mbinguni iko chini ya usimamizi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa theolojia inapoingia kutafsiri mambo ya Mungu inakuwa ni tofauti na vile ambavyo Roho Mtakatifu anatafsiri mambo ya Mungu. Kwa hiyo kumeingia mkanganyiko. Sasa hapa unaona kuna mafundisho juu ya unyakuo, ile timing ya unyakuo. Ni kweli kanisa litanyakuliwa au watakatifu wa Mungu watanyakuliwa, lakini timing ya unyakuo ndio kumekuwa na changamoto. Ndipo ambapo adui ameingia kuweka mtego. Watu wamefundisha kwamba kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu, litakuwa limeshaondoka. Lakini ukisoma katika Wathesalonike ile sura ya 2, Paulo anaeleza pa, anasema kwa habari ya kukusanyika kwetu mbele za Mungu, hiyo jambo halitatokea hadi atakapofunuliwa yule mwana wa kuasi, ili adhihirike. Atakapofunuliwa ndipo sasa tukio hilo linafuata. Na Yesu Kristo anaonyesha kwamba dhiki kuu kanisa litapita katika wakati huo. Likishapita ndipo unyakuo utakwenda kutokea mbele, lakini katika wakati wa ujio wa Yesu Kristo atakapoenda kuona hapo chini. Sasa hapa mbele tunaona nini sasa? Mwendelezo wake anasema leo wahubiri wengi wamehubiri juu ya unyakuo, lakini wameshindwa kuisoma vema Biblia kwamba lini unyakuo wa kanisa utatokea. Lakini Paulo mtume anaeleza kwa Wathesalonike, nimeeleza jinsi ambavyo itatokea. Lakini Yesu Kristo anaonyesha kwa ujio wake hautakuwa jambo la siri, litakuwa jambo la wazi na kila jicho litamwona, kwa sababu atakuja kuitawala dunia kama nilivyoeleza hapo. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, nikutake basi pata nafasi ya kulisoma neno na kulitafakari.
Lakini wakati huu nikukumbushe kwamba huyu Yesu ambaye walimchoma, Yesu ambaye walimvalisha taji ya miba, yuko karibu kuja, na sasa atakuja kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Wewe ambaye hujaokoka, mwamini Yesu sasa uweze kuokolewa. Ni katika jina la Yesu, Mungu akubariki. Amen.